kazini kwangu kuna changamoto, niombe, kuliko tu kubaki. Lazima ukubali, fanya kazi. Kwa nini? Kwa bidii, na uombe kwa bidii, na uamini kwa bidii. Mungu atakusaidia tu. Haleluya, watu wa kanisa. Unaweza wewe, mpango wako ni nini? Baba, nina maombi ya siku 7, nataka mlima ung'oke. Utaomba hapo ung'oki. Alafu maombi ya kufunga siku 30 yanabadilisha maisha mwanangu. Nakwambia tu ukweli. Hakuna kitu kitabadilika hapo. Sikiliza nikwambie. Omba, nenda kafanye kazi, maisha yatabadilika. Omba, nenda kawajibike, maisha naye yatabadilika. Alafu sikiliza, uwe mbunifu. Hela aziji kwa mtu mzembe. Uwe nini? Mwamini Mungu atakusaidia. Mwamini Mungu kwa imani, na muombe Mungu kwa imani, na naweza kukimbilia kwenye mkesha, kumbe ndio unaenda kujiangamiza. Haleluya. Shika mambo ya kiroho yamejificha nie magumu. Sifanye yamejificha sana, magumu sana, hauwezi kuyapata kirahisi. Kitabu cha Kutoka 35 mstari wake wa 31. Roho ya akili. Roho ya nini? Akili. Mungu akupe roho ya akili. Biblia inasema Musa akawaita Haruni na wakuu wote, wakakusanyika, wakarudi kwa Musa. Wakarudi gani? Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia, akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Na Musa alipokuwa akisha kusema nao katika utaji juu ya uso wake. Lakini desturi ya Musa ilikuwa alipoingia mbele za Bwana kusema naye mbele za Bwana, akasema naye kuvua huo utaji mpaka atoke. Akatoka akawaambia wana wa Israeli maneno yote aliyoambiwa. Ngoja nikwambie, Mungu akuzungumza na Musa kiroho. Ngoja nikwambie, kana mimi nazungumza na wewe kiroho na kufundisha kiroho. Nataka nikwambie kwamba kuna roho ya akili inatakiwa ije kwako, lakini nataka nikusomee hapa. Nilikuwa nataka nikupe habari hapa. 31 umepata? Nataka nikwambie tu Mungu azungumza kwa roho. Hapa unaona Mungu azungumza kwa nini? Anazungumza na wewe. Nataka nakupeleka kwenye akili kiroho. Yaani wewe kimucho unasikia, nataka nikupeleke. Yaani Mungu anazungumza. Yaani akizungumza na wewe kama hapa, azungumza na wewe nini? Kiroho. Anazungumza na wewe kwa akili. Anakwambia mwanangu Ibrahimu akuzungumza na Mungu kwa nini? Kwa roho. Anazungumza kwa nini? Kwa akili. Hapa ninapokufundisha hapa sikufundishi kiroho, na kufundisha kwa nini? Kwa akili. Haya maandiko sijatafuta kiroho. Nimekaa akili ikasema tafuta hiki. Akili. Sema akili. Bwana Yesu asifiwe. Wala sijafunua andiko kiimani. Mwanzia kinini? Kiimani, ni kiakili. Kwa hiyo Mungu anazungumza na Musa kwa nini?